Mambo vipi? Huhali gani? Nikukaribishe katika makala nyingine. Makala ya leo utaenda kujifunza na kujua historia ya vitu ambavyo hujawahi kuvisikia. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe katika channel hii, kulike, comment ili uweze kupata makala nyingi. Ambatana nami katika makala hii ili uweze kujifunza. Silaha mbaya zaidi ya Hitler haikuwa bomu kama ilivyodhaniwa, alikuwa daktari. Joseph Mengele, malaika wa kifo, aligeuza Auschwitz kuwa maabara iliyopotoka na mambo ya kutisha. Mtu wa majaribio yasiyoelezeka, alitoroka haki. Na kwa nini hadithi yake bado inasumbua historia? Joseph Mengele alizaliwa mnamo Machi mwaka 1911 tarehe 16 huko Gansburg, Ujerumani, katika familia tajiri inayojulikana kwa biashara yao ya mashine za kilimo. Mengele alifaulu kitaaluma na kupata PhD katika masomo ya anthropolojia na shahada ya matibabu. Katika miaka ya mwaka 1930 aliathiriwa na nadharia za pseudoscience za usafi wa rangi ambazo zilitetea usafi wa maumbile wa mbio za Aryan. Mfumo huu hatari wa imani ulitayarisha njia za kujihusisha kwake na chama cha Nazi. Alijiunga na CC mnamo 1938. Alijiingiza zaidi katika itikadi ya Nazi ya ukuu wa rangi, racial supremacy. Mnamo Mei 1943, Mengele alitumiwa Auschwitz, kambi kubwa zaidi ya mateso ya Wanazi. Jukumu lake kuu lilikuwa ni kufanya uteuzi kwenye jukwaa la kuasili. Aliamua nani aishi na nani afe. Wakati wafungwa walishuka kutoka katika gari la ng'ombe, upande wa kulia kutumwa kwa kazi za kulazimishwa, na wa kushoto kutumikia moja kwa moja kwenye vyumba vya gesi. Udadisi wa Mengele katika chembe za urithi kulichotokea majaribio yake ya kitiba ambayo alidai alifanya kwa jina la kisayansi, lakini kwa kweli yalikuwa matendo ya kikatili ya kutisha. Majaribio pacha. Mojawapo ya mambo ya msingi ya Mengele yalikuwa ni mapacha. Alitarajia kufungua siri za maumbile ya mapacha ili kuongeza kiwango cha kuzalisha cha Aryan. Hiki ndicho kilichotokea kwa mapacha chini ya majaribio ya Mengele. Mapacha waliwekwa katika hali bora zaidi iliyounganishwa na wafungwa wengine, nguo safi na chakula bora. Mara baada ya kufanyika, mapacha waliuawa wakati huo na meli yao iligawanyika na kulinganishwa na atomi yao. Majaribio ya kufunga kizazi. Mengele alitafuta kubuni mbinu za kuwaza watu bila upasuaji, akilenga kusafisha mbio za Warrior. Alifanya majaribio na mionzi ya X-ray. Wanaume na wanawake walioathiriwa na mionzi mikali ambayo ilisababisha kuchomwa sana na kuharibiwa viungo vyao vya uzazi. Ovari na korodani za baadhi ya wafungwa zilitolewa baada ya kuchukuliwa na kuchunguzwa kwa ukaribu. Majaribio kwa wanawake wajawazito. Wanawake wajawazito huko Auschwitz mara nyingi walikabiliwa na hali ya kutisha isiyoelezeka. Mengele alifanya majaribio kwa kina ya mama wajawazito kuchunguza matatizo ya kijeni. Wanawake wengine walilazimishwa kujifungulia katika vyumba vya matibabu vya kambi hiyo ili tu watoto wao wachanga wauawe mara moja kwa masomo zaidi. Licha ya vitendo vyake vya kutisha, Mengele alikuwa mwenye hila na haiba. Wafungwa wengi walielezea jinsi alivyozungumza na raia wake kwa wema kabla ya kuwatesa. Aliwafanya mapacha waamini kuwa walikuwa maalum na kuwavutia katika hali ya uongo wa usalama. Alionyesha shauku ya ajabu na vielelezo kamili, kama ufupi wa watu na watu binafsi wenye matatizo ya genetic anomalies, akiwatendea kwa muda mfupi na kuhudumia kabla ya majaribio ya kikatili. Vita vilivyoisha mnamo mwaka 1945, Mengele alikimbia. Alijificha kama askari wa kawaida wa Ujerumani na aliyepuka kukamatwa mara moja. Mnamo 1949, kwa msaada wa wafuasi wa Nazi, alitorokea Argentina, baadaye akahamia Paraguay na Brazil. Mengele aliishi kwa raha kiasi kwa miongo kadhaa, licha ya kuwa mmoja wa wahalifu wa vita
wanaotafuta zaidi duniani. Mnamo mwaka 1979 alipata kiharusi alipokuwa akiogelea nchini Brazili na kuzama. Kifo chake kilithibitishwa mnamo mwaka 1985 wakati mabaki yake yalipotolewa na kutambuliwa kupitia uchunguzi wa kitaalamu. Wengi wa watu wanaoishi wakati wa Mengele kama vile Karl Krauberg, daktari mwenzake wa Nazi, walikamatwa na kuhukumiwa na ama kuuawa na kufungwa gerezani. Hata hivyo, licha ya juhudi nyingi za mashirika kama vile mamlaka ya Mossad na Ujerumani Magharibi, Mengele hakuwahi kufikishwa mahakamani. Asante sana kwa kusoma makala hii. Una mtazamo gani juu ya makala hii? Hebu niandikie sehemu ya comment. Lakini unachotakiwa kufanya ni kusubscribe katika channel hii, kulike, kushare ili uweze kupata makala nyingi. Jina langu ni Morris Makarus. Asante hadi wakati mwingine.